Ugumu wa maisha ni sababu ya kuzuia kufanya uwekezaji katika kipindi ambacho gharama za maisha zinaendelea kupanda kwenye majiji mengi na nchini kote. Nchini Tanzania, swali linaibuka, je, kweli ugumu wa maisha unazuia Watanzania kuwekeza? Takwimu zinaonyesha ongezeko la matumizi ya kila siku, huku mapato ya wengi yakibakia kuwa yale yale, yaani kipato ni kile kile ingawa gharama zinaongezeka. Hali hii imeathiri uwezo wa kaya nyingi kuweka akiba na kuwekeza. Yaani kama ulikuwa unapata shilingi 10,000 bado unapata 10,000, lakini bidhaa zinapanda juu. Kwa hiyo ndio ambayo wataalamu wanasema imeathiri uwezo wa kaya kuweka akiba na kuwekeza. Sasa kwa mujibu wa tafiti za Benki ya Dunia, kaya nyingi katika nchi zinazoendelea hutumia zaidi ya 70%, wengine hadi 100% ya kipato chao kwenye mahitaji ya msingi kama chakula, usafiri na masuala mengine ambayo ni mahitaji ya msingi ya kila siku ya kujikimu, hali ambayo inaacha nafasi ndogo sana kwenye uwekezaji. Hata hivyo, wataalamu wa uchumi wanasema tatizo sio kipato pekee, bali ni mtazamo na tabia za kifedha. Makuru Fabian ni kaimu mkurugenzi mkuu wa kampuni ya TIB Rasilimali Limited. Uwekezaji ni kujiumiza kwa namna fulani. Uwekezaji ni kujikatalia kwa namna fulani. Yaani hakuna siku mtu utawekeza useme niko comfortable kwamba sijataka nikanunue kitu kimoja kizuri pale niende nikawekeze. Uzuri wa kuwekeza unakuja kuonekana baadaye. Lakini mwanzoni kuwekeza ni kuwekeza kwa maumivu, ni kujikatalia. Na mimi naona ni sehemu nzuri ya mtu au kijana yote kufanya saving. Sehemu nzuri kabisa ni kwenye masoko ya mtaji na dhamana. Unajua kwa nini? Ukiweka hela yako kwenye hisa, kwa mfano, ukiweka hela yako kwenye hisa vis-a-vis kuiweka kwenye bank account au kwenye ATM au kwenye line ya simu, ukipata shida hapo ghafla sasa hivi, ukisema naitaka hela, kwenye hisa kuna process, kwenye bondi kuna process, kwenye vipande vya jamii vya uwekezaji wa pamoja kuna process. Kwenye mitandao ya simu hamna process. Kwenye bank account hamna process. Immediately unatoa hela. Kwa hiyo ukiweka hela yako ukasema nimesave sehemu ambako huwezi yaani ukiitaka unaipata ndani ya dakika moja, utafanya save. Ni kama tu umeitunza. Lakini tunakushauri kwa nini uje kwenye haya masoko, ni kwa sababu ukishaweka hela yako sehemu itazaa. La kwanza hili. Kupungua ni subject tu. Usimwambie mtu haitapungua, kwa sababu kupanda na ambako haitapungua ni sehemu hizi mbili. Ukiweka kwenye bondi hela yako kupungua sio rahisi. Ukiweka kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja hela yako haitapungua. Lakini ukiweka kwenye hisa, tunazozungumza sisi hisa, kupanda na kushuka ndio tabia yake. Uwezo ukamwambia mtu kwamba hazitashuka. Uwezekano ni kwamba umefanya analysis vizuri, kampuni ni nzuri, inajiendesha vizuri kwa faida, uwezekano wa kulinda mtaji wako ni mkubwa sana, kwamba hiyo kampuni itakuwa inaendelea kukua. Kwa hiyo unakuwa unapata faida ya kiuendeshaji, nikimaanisha faida ya hii profit, lakini kuna ukuaji wa mtaji. Maana yake wewe ulinunua kipande shilingi 1,000, leo kiko 1,200, ile 200 ni ukuaji wa mtaji. Tunaona huo. Lakini pia unatambulika wewe kama sehemu ya wamiliki wa hiyo kampuni. Kumbuka ukinunua hisa wewe unakuwa ni sehemu ya mmiliki wa kampuni. Kwa hiyo kwenye mikutano utaenda na utakuwa unafanya decisions kwa kupiga kura. Ripoti mbalimbali pia zinaonyesha idadi ya wawekezaji wadogo inaongezeka taratibu, hasa kupitia majukwaa ya kidijitali na mifuko ya pamoja ya uwekezaji. Yaani ripoti hizi zinaonyesha idadi ya wawekezaji wadogo, tunazungumzia sisi pango pakavu mnajiita au walala hoi, kwamba inaongezeka taratibu kwenye kuwekeza. Hali hii inatajwa na wachumi kwamba inaashiria mabadiliko ya kifikra. Yaani hii ongezeko la wawekezaji wadogo, hata kama ni kwa idadi ndogo au taratibu, kitaalam wachumi wanasema inaashiria mabadiliko ya fikra, kutoka kusubiri hadi kuchukua hatua. Wataalamu wanashauri hatua ndogo lakini thabiti, kuanza na akiba,
kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kutumia fursa zilizopo kama mifuko ya uwekezaji au biashara ndogondogo. Kwa ufupi, ugumu wa maisha unaweza kukuchelewesha katika uwekezaji, lakini si lazima ukuzuie kabisa kufanya uwekezaji. Kikawaida kabisa, uwekezaji inatakiwa kuwa ni maisha ya kila mtu. Ni bahati mbaya kwamba uwekezaji siku zote unapunguza kile tunachotaka kula. Yaani kile tunachotaka kukitumia ndo kinapunguzwa na uwekezaji, na mara nyingi uwekezaji unaonekana kama unaumiza. Lakini mtu yoyote ambaye ni kijana, mtu mzima, anaweza kuwa ni shahidi kwamba unapotaka kutengeneza kipato, kujinyima ni sehemu yake. Yaani kujinyima matumizi ni sehemu ya kutengeneza kipato. Sasa unapokuwa unajinyima kipato, wewe ni mtu wa hali ya chini, ukawa una mfumo wa kuweka kidogo kidogo. Kwa mfano, soko letu hili tulilonalo linakupa fursa nyingi. Unaweza ukawekeza kwenye shares ambazo ni makampuni ambayo yako listed pale DSE. Unaweza ukawekeza kwenye amana za serikali. Unaweza ukawekeza kwenye vipande au mifuko ya pamoja. Hivi vyote ni fursa, lakini sasa inategemea kiasi gani unazoweka. Kwa mfano, kwenye amana za serikali kidogo kianzio kinakuwa ni kikubwa, lakini ukija kwenye shares unaweza ukawekeza as low as hata 10,000, na unaweza ukawekeza mara nyingi kiasi unavyopata mwenyewe. Pia ukienda kwenye uwekezaji wa pamoja, unaona kwamba hata 50,000 unaweza ukaona unaweka. Kwa hiyo haijalishi ni mtu wa kipato cha chini, isipokuwa tu ni kwamba wewe una mipango gani. Swali linabaki kuwa moja kubwa: je, tunasubiri hadi ibadilike ndipo tuanze kuwekeza, au tunaanza kubadilisha hali iliyopo? Katika hili, elimu mahususi ya uwekezaji ni swala muhimu zaidi. Kabla ya kuwekeza eneo lolote unaloliamini ama uliloambiwa linaweza kukupa faida. Najua wengi watu tunaambizana, ukifanya hivi kinalipa, ukifanya hivi kinalipa, na wengine wakatumbukiza mtaji. Matokeo yake, wataalamu wa uchumi wanashauri katika eneo hili ni nini cha kufanya. Namrejesha tena ndugu Makurwe Fabian. Elimu za shortcut, elimu za kusikia, elimu za kuambiwa mara nyingi ndio zinaleta shida katika uwekezaji. Hata sisi tukiwa huko, kabla tujaje kwenye mifumo, unaambiwa tu na rafiki yako, bwana tukalime matikiti sehemu fulani yanalipa. Unanyanyuka, unaweka hela, unarudi unakaa Dar es Salaam, unakuwa unasubiri kwamba tutavuna. Baadaye unaambia bwana matikiti, unajua kuna kiwingu kilipiga ukungu ukaja, hamna kitu. Lakini hukujua kabisa kwamba kweli kuna ukungu. Ni kwa sababu wewe uliangalia mafanikio kabla hujajua njia zingine za kupita. Kwa hiyo vile vile kwenye uwekezaji huu tunaozungumza, mtu yoyote ambaye anatamani sasa kwamba mimi natamani niingie kwenye mfumo huu rasmi ambao wa kukuza kipato kwa kuwekeza kupitia masoko ya mitaji na dhamana, lazima apate elimu iliyo sahihi. Ukipata elimu iliyo sahihi, utajua kabisa kwamba kwenye masoko haya kuna vihatarishi ambavyo lazima vitamkwe. Yaani uwezo ukaingia kwenye haya masoko ukasema mimi nitakuwa napata tu, mimi nitakuwa napata. Ukiangalia waliofanikiwa zaidi kwenye haya masoko, kuna wale pia ambao wamewekeza kwenye upande mmoja wakapoteza upande mwingine. Kwa maana nyingine, uwekezaji mzuri ni ule ambao mtu anaweza akawekeza kwenye taasisi zaidi ya moja pia. Kwa sababu taasisi moja ikipata 10, nyingine ikapata 5, nyingine ikapata 10, nyingine ikapata 20, ukiaverage ile inakupa wewe kipato kizuri. Kwa hiyo uwekezaji mzuri ni ule kugawanya, wanasema usiweke mayai yako kwenye tenga moja. Sasa ukiwa wewe hujui, yani unaambiwa tu na rafiki yako anakuambia labda security fulani ni nzuri, unaweka hela zako zote pale. Wakati mwingine kunatokea kuna kutetereka. Sasa kukitetereka wakati umeweka sehemu moja, unakuta unajikuta kwamba ukufanya uamuzi mzuri na wala kupata elimu nzuri wakati unataka kuwekeza. Kwa hiyo wakati ugumu wa maisha ukiendelea kuwa changamoto kwa wengi kwenye majiji kama Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Tanga ama popote pale Tanzania, ukweli unabaki kuwa mmoja tu: uwekezaji haujaondoka, umebadilika tu kutoka mitaji mikubwa hadi hatua ndogo ndogo za kila siku. Lakini swali kubwa bado halijapata jibu la moja kwa moja. Je, ni kipato kidogo kinachozuia uwekezaji au ni maamuzi tunayofanya kila siku? Kama una maoni, tuachie eneo la maoni hapo chini. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Dennis Mwasalanga.